Praise God wenzangu. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyinyi wote katika video yangu hii, na ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru nyote ambao mmekuwa very supportive katika YouTube, mmekuwa very supportive kwa kusubscribe na kulike, na Mungu awabariki sana sana asubuhi ya leo. Ningependa kuchukua fursa hii asubuhi ya leo pia kumshukuru Mungu, ni kwa sababu ya kutupa wakati mzuri ili tukaweze kuona siku mpya. Kwa sababu kulala na kuamka si kawaida, bali inagharimu mkono wa Mungu. Neno la siku ya leo linatoka katika kitabu cha Joshua 10 kutoka verse 1 mpaka hapo 11. So sina wakati wa kuisoma yote, bali hilo neno linazungumzia wakati Joshua ambapo aliongoza wana wa Israeli na wakapigana na nchi kadhaa. Alipigana na nchi ya Yeriko na nchi inaitwa Ai. Na maandiko inasema kwamba wakati alipigana na hizo nchi, aliweza kushinda mpaka akahakikisha ya kwamba ameua mpaka wafalme wenye kutoa amri katika hizo nchi mbili, nchi ya Ai. Na kila wakati hilo linamaanisha ya kwamba kila wakati ambapo unapoomba, jua ya kwamba hapo ndio neno linatuonyesha ya kwamba kuna mapepo ndio ifanye kazi katika maisha ya mwanadamu. Lazima kuna mtu ambaye anahusika. Kuna mtu ambaye anahusika katika maisha ya kila mwanadamu. So pepo la kwanza ni pepo mtu. So wakati unapoomba, make sure ya kwamba unaomba si maombi ya kupembeleza, si maombi ambayo ni ya kutaftiria, hapana. Pigana na pepo mtu. Pigana na hilo pepo hata jitu, fagia lote. Mapepo haya mengine ya kutumwa, pigana nayo pia. Ukipigana nayo usiache pepo mtu, kwa sababu wakati utakaacho pepo mtu, atatafuta mbinu ingine ya kukupiga. So wakati Joshua alipigana na hizi nchi, alihakikisha kwamba amepigana mpaka na wafalme wenye kutoa hizo amri. Alihakikisha kwamba amepambana nao na akawaua. So my main concern ni verse 7, ambapo wakati Joshua alipopatwa na habari ya kwamba kuna vita imetokea katika hizo nchi inaitwa Gibeoni, aliamua kutoka katika comfort zone. So hapo ndio unaona ya kwamba maandiko inasema ya kwamba Joshua alikuwa katika comfort zone baada ya kupigana. Comfort zone ni mahali ambapo wewe umetulia, yani umekaa katika hali ya kutulia, hakuna kitu ambayo unaona inaweza tokea, so umerelax, hakuna kuomba. Na Wakristo wengi hapo ndio tunaangukanga mitihani. Wakati tumeshinda vita ya kwanza na ya pili na ya tatu, tunaendanga katika comfort zone. Tunasahau ya kwamba huyu adui ameenda kutafuta mbinu ingine. Bwana asifiwe sana. Ameenda kutafuta mbinu ingine. Nitajaribu kurukaruka hivi kwa sababu ya wakati na kwa sababu ya masaa. Lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu ya asubuhi ya neno ya siku ya leo. Linasema arise from your comfort zone. Arise from your comfort zone. Amuka kutoka mahali pa kutulia. Amuka mahali ambapo unaona ni comfort, yani unataka kutulizwa. Arise and fight for your destiny. Arise and pray for your destiny. Arise and pray for your destiny helpers. Arise, amuka. Wacha kulala. Si wakati wa kulala, ni wakati wa kuamuka. To fight for our destiny, to fight for our vision, to fight for our family, to fight for our relatives, to fight, kwa sababu ya kwamba tusipoamuka tukiendelea kulala, our destinies zitaangamia, our helpers wataumizwa. Kwa hivyo mwenzangu, wewe unatazama hii video, ningetaka kukusihi asubuhi ya leo, amuka kutoka kwenye comfort zone yako. Pray. Amuka, fight for your destiny, fight for your vision, fight for your dreams, fight and God will help you.
Mungu hataki watu wamekaa katika comfort zone, kwa sababu wakati ndio huu ambapo Mungu ametupatia to arise from our comfort zone, to arise from our comfort zone. So my dear friends, my dear viewers, arise from your comfort zone. It is high time for me and you to arise from our comfort zone. Tuondoke katika comfort zone ya kutulia, ya kutoomba, kwa sababu Wakristo wengi hapo ndio tunakoseanga sana. Tunafika mahali tunaona ya kwamba tumefika, kwa sababu tulishinda vita ya kwanza, tukashinda vita ya pili, tunaona ya kwamba ni kama tumefika, lakini bado vita zinaamuka tena. So please, the word of God is telling us to arise again, to arise again, to arise again, and God will help you. God shall bless us. God shall uplift us. God shall uplift you in the name of Jesus. Arise again. Arise again. Bwana asifiwe sana. Ni vile tu sikuwa na wakati mwingi. But today, the word of today is telling us to arise again from our comfort zone. From our area of comfort. And arise again and fight for our destiny. Hakuna watu wengine watatupigania. Pia ukisoma maandiko vizuri, katika kule mbinguni, katika mambo ya Mungu, kila malaika ako na area yake. Hiyo tutakuja kuongea baadaye about kila malaika na kazi yake. Kama Angel Michael ako na kazi yake, Angel Gabriel ako na kazi yake, na ako na pia na wafuasi. So ukienda kwa Angel Gabriel kazi yake ni kwa vita. Angel Gabriel ni messenger wa kupewa ujumbe. Angel Michael ni wa vita, na ako na wale watu wanamfuata nyuma. So unapata ya kwamba wakati tutakapoinuka ili to fight for our destiny, yule ambaye anatumangwa kutusaidia katika vita ni Angel Michael, kwa sababu yeye anahusika na hiyo mambo ya vita. So until we rise up again from our comfort zone, hatutapata usaidizi kwa Mungu. Mungu anataka watu waamuke, tuamuke, tuache kulala, tuinuke. We fight for our destiny, we fight for our future, we fight for our children, we fight. Kwa sababu unless we rise up again, vita haitaisha, mashida zitakuwa zinatufuata. Wewe uko pale unalia, unaambia Mungu, mbona umeniacha? Mungu hajakuacha, ni wewe uamuke tena upigane. Ni wewe uarise, kwa sababu kuna wengine wetu tulilala katika maombi, hatuombi, hatufanyi kazi ya Mungu, but we want God to help us. But let me tell you, my brothers and sisters, this morning, ya kwamba until we arise again, tuamuke tena, tupiganie our destiny. We fight for our destiny. We fight for our future. We pray. We pray very hard. Hakuna kitu kita change. May God help us to arise again, to arise and fight for our future. May God bless you. May God do you good. May God bless you this day until kila mahali unapoenda ukaweze kufanikiwa. Kila kitu utakachofanya siku ya leo kikawe kimefanikiwa in the name of Jesus. Kila chochote ambacho unachoomba Mungu akaweze kukitimiza katika jina la Yesu Kristo. God bless you. I love you so much. Continue viewing. More videos are coming. More videos are coming. Ile kitu ninaomba ndio naona najaribu kulimit ni kwa sababu sina data mingi. I'm praying God ya kwamba atanibariki na wifi. Sina wifi, ningekuwa kuna ujumbe mingi ambao Mungu ameweka ndani yangu. There are so many preachings ambao Mungu ameweka ndani yangu ili nikaweze kukusaidia wewe
Kwa sababu kila kitu Mungu akiweka ndani ya mtu huwa kuna sababu. Kuna so many things ambao Mungu ameweka ndani yangu, but due to sina data mingi, sina enough space, ninapenda sana kuenda live. Mungu atanisaidia, Mungu atatusaidia, nitapata hiyo, na najua ya kwamba atanisaidia, nitapata wifi. Nikishapata wifi, najua ya kwamba tutakuwa tunaongea mengi, tutakuwa tunahubiri, tunapatana katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale wanijui, naitwa Martin Mureithi, na zaidi yote nimeokoka, the CEO of Giving Heart Charity Group. Na tunashukuru sana. Mungu azidi na kuwabariki na kuwaonekania in Jesus name. God bless you so much. I love you. I love you. I love you. God bless you. Have a blessed day. Have a blessed week. Wacha tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, nimekuja mbele zako asubuhi ya leo. Twalishukuru jina lako, twaliinua jina lako asubuhi ya leo. Ni asante kwa mtazamaji wa hii video. Ni asante kwa mtazamaji ambaye ameona hii video. Baba, ninambariki Bwana, nambarikisha mikononi mwako Bwana. Ninamuinua mikononi mwako Yesu Kristo. Kile ambacho Yesu Kristo kimekuwa katika maisha yake Bwana, ukaweze kukifufua tena katika jina la Yesu Kristo. Destiny ambazo zilikuwa zimetekwa nyara na ule mwovu Bwana, ukaweze Bwana kumsaidia Bwana. Tunatuma malaika wako Bwana Angel Michael akaweze kutasaidia yule mtazamaji wa hii video katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho shetani alikuwa ameteka nyara Bwana, tuakirudisha tena katika maisha ya huyu mtazamaji, tuakirejesha tena katika maisha ya huyu viewer katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho shetani alikuwa amenyakua, utajiri ambao shetani alikuwa amenyakua, kazi ambayo alikuwa amenyakua kutoka kwa huyu mtazamaji wa hii video, Bwana kikamrejeshe tena, kikamrejee tena in the name of Jesus Christ. Baba, ninaomba ya kwamba asubuhi ya leo ukabariki kazi ya mtazamaji huyu, ukabariki familia ya mtazamaji huyu in the name of Jesus, and I declare kwamba ya huyu mtazamaji wa hii video hata kuwa failure, bali kila kitu atakachofanya atakuwa atakuwa anaongoza katika jina la Yesu Kristo. Kila kitu atakachofanya Bwana kitafaulu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante, ni kwa sababu huyu mtazamaji anaenda kuwa rise again, anaenda kuwa rise again. Mahali ambapo amelala, mahali ambapo amedidimia, Baba utamuinua tena, atainuka tena, ata rise again katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru, ninakuinua, ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Baba, ni asante kwa subscribers wote wa my YouTube channel. Baba, ninawaombea Mungu ukawabariki, ukawainue, ukawape uwezo, ukawape nguvu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuinua, ninakutukuza dadii, ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ni asante kwa wale pia umesikiza ujumbe huu ya kwamba they should arise again. Bwana, arise their life, arise their heart. Bwana, wasaidie, Bwana wainue, Bwana wabariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninakutukuza, ninakuinua dadii, ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ni kwa sababu wewe ni baba yetu, ni kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba, ninawabariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukawainue, ukawape hekima, ukawaongoze katika jina la Yesu Kristo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata tukiamini. Mungu akubariki. God bless you. God uplift you in the name of Jesus Christ. Amen.